Malkia wa Nguvu 2026. Ndugu viongozi mbalimbali, wadau wa maendeleo, wanawake wenzangu na mabinti zetu, wageni waalikwa, pamoja na Watanzania wote mnaotufuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari, ninayo furaha kushiriki nanyi katika uzinduzi wa safari ya miaka 10 ya Malkia wa Nguvu. Safari ambayo sio tu ni ya maendeleo ya kiuchumi, bali ukombozi wa mwanamke wa Kitanzania katika nyanja mbalimbali, kuanzia kwenye fikra, uchumi, kijamii mpaka kiafya. Ndugu wageni waalikwa, wote tumekuwa mashuhuda wa safari ya mafanikio ya Malkia wa Nguvu mpaka leo hii tunafika miaka 10. Tumeona wanawake wakipata tuzo, wanawake wakipiga hatua ya kimaendeleo kupitia fursa mbalimbali kutoka kwenye jukwaa hili, kuimarika kimtizamo na kufunguliwa dunia kufika mbali zaidi ambapo wangekuwa peke yao pengine wasingeweza. Kwa hili niwapongeze sana Clouds Media Group na Malkia wa Nguvu haichuji na wala haijawahi kushuka thamani yake, na kila mwaka ikifanyika inazidi kukua na kuongeza thamani. Mmegusa wanawake wengi sana vijijini na mijini, wafanyakazi, wafanyabiashara, wajasiriamali, wakulima, na hakika hakuna sekta ambayo mmemwacha mwanamke peke yake. Yaani mmempa mwanamke thamani anayostahili. Na hata tulipokuwa tunatoa tuzo hapa leo, niseme mimi nikiwa kama mbunge wa muda mrefu kidogo, hakuna aliyepanda hapa juu ambaye simfahamu. Mmewatendea haki wote mliowapa tuzo leo hii. Tunapofungua ukurasa huu wa miaka 10 ijayo, sisi kama serikali tunajivunia sana kuona sekta binafsi iko mstari wa mbele katika kupigania kizazi chenye usawa katika eneo mahususi la haki na usawa wa kiuchumi. Kwani katika hili tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kama kinara wa utekelezaji wa eneo hilo kidunia kupitia programu yake ya kizazi chenye usawa. Ndugu wageni waalikwa, leo hii tumeanza safari ya kitaifa yenye maono makubwa ya miaka 10 ijayo, ambayo mara baada ya kuzindua safari hii tutaanza hapa nchini, ikianzia kanda ya kati kama tulivyomsikia dada yetu Lilian hapa katika strategic plan yao, na tunaanzia Dodoma ambapo ndio moyo wa taifa letu na kitovu cha maamuzi na kilele cha Malkia wa Nguvu Levels mkoani Dodoma, kama tulivyoambiwa kitakuwepo tarehe 25 mwezi wa 4 2026, na sisi Wizara ya Nishati tuko tayari kushiriki. Kama tulivyosikia, baada ya hapo tutazunguka nchi nzima kikanda katika mikoa ya Arusha, Mtwara, Mwanza, Zanzibar, Mbeya na kuhitimishwa tena hapa Dar es Salaam. Hii inaonyesha dhamira ya dhati ya kuhakikisha hakuna mwanamke anayeachwa nyuma, iwe mijini na vijijini. Safari ya mwanamke ya mafanikio Levels System katika miaka 10 ijayo, tumesikia namna ambavyo mambo mengi yameboreshwa. Kipekee nimevutiwa na mfumo madhubuti wa hatua kwa hatua uliowekwa kuanzia level 1 street activation, ambapo tumesikia utawafikia wanawake zaidi ya 200,000 katika hatua hii ya mwanzo. Kisha atafuata level 2 M-Grid, na hii ni hatua ya kuwaingiza wanawake 100,000 katika mfumo rasmi wa biashara na kuwasajili, kuwawezesha kufuata taratibu za sheria pamoja na kujengewa uwezo wa kukopesheka katika mabenki. Tumesikia pia level hizo zitakwenda mpaka level 7 ambapo viongozi wanawake zaidi ya 1,000 watatambuliwa na kujengewa uwezo wa kuwa viongozi kwenye biashara, taasisi na serikalini, na waweze kufikia kwenye ngazi za maamuzi. Huu ni mpango unaomtoa mwanamke kutoka kwenye ndoto na kwenda kwenye fursa hadi mafanikio halisi, na unaendana na mahitaji ya sasa na mabadiliko ya teknolojia. Hivyo itakuwa nafasi adhimu kwa wanawake takriban 50,000 kunufaika na kubadilisha maisha yao kupitia jukwaa la Malkia wa Nguvu. Ndugu wageni waalikwa, Malkia wa Nguvu Levels isimwache mwanamke wa Kitanzania akiendelea kuteketea kwa kutumia nishati isiyo safi. Na mimi nimeona nichomeke kwenye hili, maana niliwasikia hapa ma-MC wetu akisisitiza kwamba tuchangamkie fursa. Wizara ya Nishati tunacho kipaumbele cha kuhakikisha kwamba Watanzania
zaidi ya 80%, ijapofika mwaka 2030 wawe wanatumia nishati safi ya kupikia. Na sote tunajua madhara ya kutumia nishati isiyo safi au traditional energies kwa mazingira, kwa afya, lakini hata uchumi. Kwa hivyo niwasisitize Malkia wa Nguvu, tunapokwenda kwenye level zote, twende na dira ya mama. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndio champion namba 1 duniani na ndio champion namba 1 Afrika wa kuhakikisha Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia. Najua jukwaa hili litatusaidia kusukuma ajenda hiyo na kutufanya tuendelee kung'ara kitaifa na kimataifa kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tukiamua pamoja, tunaweza kuhakikisha hakuna mwanamke anayebaki nyuma kimaendeleo. Tushirikiane na tuwezeshane ili siku moja tujivunie jitihada hizi za kumkomboa mwanamke kwa pamoja, na tusherehekee matunda ya jitihada hizo kwa jamii. Ndugu zangu, mwisho japo sio kwa umuhimu, nimpongeze sana kakaangu Kusaga. Mimi ni mmoja kati ya fans wake ambaye naelewa kazi kubwa anayoifanya. Kama alivyosema hapa leo, pengine tasnia hii tulikuwa tunaichukulia kama ni jambo la wale watu ambao wa kawaida sana, wasiosoma, wasiopenda. Kama alivyosema, kila shule anayokwenda walikuwa wanamuona kama ni mtu ambaye hafati mifumo ya elimu. Lakini niseme amewawezesha vijana wengi, na mimi ninaheshimu sana mchango wake kwenye tasnia hii, na ninajivunia leo mimi kuwa hapa na kutoa tuzo kwa niaba ya Watanzania wote kukupatia. Hii ni appreciation kwa sekta isiyo rasmi, ni appreciation kwa vijana wengi ambao mwanzo huko nyuma tulidhani kazi ni lazima ufuate mfumo rasmi wa elimu. Umetuonesha kwa vitendo kwamba hata vijana wenye talent wanaweza kuajiri vijana wenzao na wakatoa matokeo chanya katika jamii. Mumpigie makofi kaka Kusaga. Yeye alimtambulisha mke wake mwishoni, lakini na mimi niendelee kukuambia Malkia yule wa nguvu leo ndo ametukalisha hapa, kwa sababu bila yeye kukushauri vizuri na kukusimamia vizuri, pengine haya yote matunda tunayoona leo tusingeyaona kwa ukubwa huu. Makofi kwa mama Kusaga tafadhali. Nawashukuru sana timu nzima ya Clouds Media na wadau wote ambao mmeshiriki hapa, na niseme muda huu tumeutumia vizuri sana kufikisha ujumbe kwa wanawake na wanaume wote. Watu wanasema kwa mafanikio ya mwanaume nyuma yake kuna mwanamke, na mimi ninaongeza na kueleza kama Clouds wanavyokoleza kwamba kwenye mafanikio ya mwanamke na nyuma yake pia kuna wanaume shupavu, hodari na wanaoamini kwenye wanawake. Na safari hii ya miaka 10 ni ushahidi wa kile kinachowezekana tukishirikiana. Kwa heshima kubwa natamka rasmi kuwa uzinduzi wa safari ya miaka 10 ya Malkia wa Nguvu Levels tumeianza. Asanteni sana. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Mwenyezi Mungu awabariki.